wangu hapa, nataka nikusuke. Mimi ni fundi sana wa kusuka. Unasuka unafunga? Nafunga mwezi wa Ramadhani huu. Nisifunge hiyo kwio. Sasa zamani tulikuwa tukisuka, kuna nyimbo tunaimba ile, mwanangu kuwa nikutume. Hapo najifunza kusuka kwa Wamasai. Shuka likipepea bahati mbaya unalo hilo. Alafu sasa kuna ile style yao wenyewe wanaita yebo. Sasa mimi nakusuka mpya inaitwa kanda mbili. Hiyo yako, hiyo pambe hatari mke wangu. Utapendeza. Unanijua mimi, unanisikia. Mimi sivyo vituko. Kweli mpenzi? Unanichanganya mimi. Kifutu changu. Haki ya Mungu mie. Ilikuwa nauma ila roho iko kwako. Mume wangu? Astaghfirullah. Mume wangu umeshindwa kunisubiria nyumbani. Haya, kitu gani mimi kulipazia sauti umekurupuka mume wangu kama ngedere kaona ndizi? Ndivyo ulivyofundwa kwenu? Una haya wewe, una adabu. Unanitafuta mimi nimeiba? Mwizi? Nimeondoka na TV nyumbani? Kuna hela uliziweka uzioni? Kaa kimya nikiongea, kuwa na adabu wewe. Mausika kiwi ya viatu. Nikizungumza koma mtoto. Hivi wewe uchawi utakusaidia nini? Kuuliza kwanza. Uchawi utakusaidia nini wewe mwanamke? Mume wangu, maana yangu haiko hivyo. Maana yangu baada ya wewe kupata uafueni dua zetu mimi na watoto mpaka zimefikia hapa wewe ulipokuwa, ungenisubiria. Watoto muda wote wanakuombea dua baba yao upate afueni wa mke, upate hata kusema nao. Lakini umepata afueni yako ukanyanyuka moja kwa moja na kuondoka nyumbani. Mume wangu, ulijua atalala pale daima? Ulijua pale atoamka? Ulijua atakufa pale nyumbani kwako? Wewe mwanamke wewe. Yaani nakuangalia sana, nakuangalia. Kwa hapa nyumbani kwangu kimekuleta nini? Hebu tulia, Pepsi Big. Tulia hivyo mpenzi. Wewe nazungumza na wewe. Wewe kunilaza mimi miezi 9 kama mimba mwanamke anajifungua. Yaani umepiga miezi 9 ile, shida yako ni kwa nini uniue mtoto wa watu? Ulitaka kuniua? Mwenyezi Mungu anakuona. Astaghfiru ndani ya moyo. Baba Fa. Mwenyezi Mungu anakuona mume wangu. Baba Fa nini? Baba Fa kitu niko peke yangu duniani Baba Fa? Tandale kuna Baba Fa manzesi wako ko. Sio mimi Baba Fa peke, usinizeeshe. Kwanza hajawahi kutokea malaika mweusi. Hata watoto shuleni ukiambia mchore shetani anamchora shetani mweusi. Hakuna shetani anayechora mweupe. Yaani wewe kuona kabisa ni shetani kucha kazi. Hebu usinitibue, fanya hivi, geuka ulipogeuka nenda, mimi na akili timamu. Patakapofika kuja nyumbani nitakuja, sijaiba ni kwangu. Acha kunifuatilia. Toka bwana. Toka hapa. Alhamdulillah rabbil alamin. Asante Mwenyezi Mungu. Baba Fa mume wangu, nakusubiria nyumbani. Kujifanya najua dua au kujifanya jua, muangalie kama nanasi. Naemie. Nanasi ndio liko hivi vilikichipuka juu. Naemie natamba naye. Kwenye kiini pale katikati kuna rangi nyeusi kwenye. Wewe kwenda bwana, achana na mimi bwana. Huyu. Alafu hii sasa ndo na mind kwa nini nilichagua mwanamke nikiwa nimelewa? Yaani hichi, subiri kwanza mke wangu. Subiri sijamaliza, ngoja nimalize. Kwenye kipini. Subiri kwanza nimalize. Hii najutia kwa nini nilichagua mwanamke nikiwa nimelewa. Wenyewe vijana wakwambia kichupa kilijaa, si kichupa ndo haya sasa. Mwanamke ananiganda kama kitu gani? Kunilaza ndani ajalizika, anataka nimekuwa zindiko nika nyumbani muda wote. Bwana achana chosimangala wa nini? Kwa umekaa konyola peasi. Hovyo. Tuangusuke mke wangu mwawe. Mimi niko kwenye raha zangu yeye mama mtu. Bwana mtu toka, mimi nataka. Unataka tena? Wewe naye uchoke. Kama umetoka jela? Bwana mama kidogo tu. Bwana jua bwana. Jua bwana nani? Bwana jua. Cha tatu. Unataka kunilaza tena nani hawa? Miezi niongeze miezi 2 ya kulala ndani. Iwe 12. Ngoja basi nyanyuka miguu jamani. Miguu jamani, busa ngoma na kufa. Basi mama. Na mimi niko nataka tu. Niko natafuta tu njia ya kuingilia ndani. Tuone. Sauti ya adhana imesikika, twakumbushwa kuswali. Muda umefika na kama
unachowezako anakutoa, dua inafika kubariki. Dada Fai, nasikia baba kapotea. Atakuwa kaenda wapi? Na mimi nimesikia hivyo. Baba kapotea. Inawezekana mama na baba wanamtafuta, labda ataonekana. Sawa, kama atakuwa kasimama kwa nguvu zake, itakuwa jambo zuri, kwa sababu nimemisi kucheza na baba, kutupeleka sehemu tofauti. Nimemisi kweli. Hata mimi nimemisi, ila kimwachie Allah, kila kitu kitakuwa vizuri inshallah. Kwa hiyo tunafanyaje dada? Turudi nyumbani, ila tunavyoongea hivi labda baba kasharudi. Turudi nyumbani tutamkuta. Haya, sawa, twende dada. Sauti ya adhana imesikika, twakumbushwa kuswali. Muda umefika, na kama unachowezako anakutoa, dua inafika. Mume wangu, ni nini nilichokukosea mpaka ufikie stage ya kunifanyia haya yote? Unanita mimi mchawi? Uchawi nimeutoa wapi? Nimekuuguza kwa kipindi kirefu sana, nimekopa mpaka sasa hivi madeni ninayo, nimeingia katika vikundi tofauti tofauti, yote kuangaikia tiba yako. Leo umepata afadhali, unanita mimi mwanga? Hiyo nafasi ya kuoa pia mimi ndiye niliyekushauri mume wangu, kwa sababu nimesoma dini, najua misingi ya dini ipoje. Nimekuruhusu uoe, lakini imekuwa vita kwangu. Kichwa. Mama. Sauti ya adhana imesikika, twakumbushwa kuswali. Muda umefika, na kama unachowezako anakutoa, dua inafika kubariki. Rabbana waswafiana. Nini tena mama? Naona sasa umekuja tena kwangu hapa. Waya tena umekuja na balaa lipi jingine? Baba mdogo, mimi mume wangu nimemuona. Si nilikwambia? Mimi. Tatizo lako wewe mwanangu, hujajua kama mimi baba mdogo na waruhani. Mimi wazako hata baba yako alikuwa anajua tangia tuko wadogo. Kwa mimi ndo chaguo la walimu. Sasa wewe ndio maana nilikwambia mwanangu, nenda nyumbani utamkuta mume wako. Umeenda umemkuta. Haya, unalipi lingine ulokuja nalo? Baba mdogo, bora ningemuona nyumbani. Yupo kwa mke mwenzangu, yaani mapenzi shatakasau kama na familia yake nyumbani. Muangalieni huyu. Sasa ndio tatizo ile mwanangu. Kwani mimi na wake wangapi? Sasa shida iko wapi katika Uislamu? Mbona hapa ndipo kwa mke mkubwa? Umeona malalamiko ya mke mdogo? Au umesikia hata simu mke mdogo akipiga simu? Na ule mke mdogo mwingine umemsikia hata akilalamika? Sasa wewe tatizo liko wapi? Haya, mume wako kipindi anaumwa, wewe alikuwa kwako miezi mingapi? Miezi 6 baba mdogo. Sasa kwani hakuwa na haki ya kwenda kuuguzwa nao kule? Zamu ya kule kwenda kuuguzwa ilikuwa hivyo. Sasa wewe unakuja unalalamika hapo kwa sababu eti mume wako kapata nafuu, kainuka kaenda kwa bibi mdogo, wewe unakaa unakasika. Haya, mimi mbona nipo kwa bibi mkubwa? Mbona unifuata kwa bibi mkubwa? Haya, mke wangu wa pili mbona hujamfuata kule? Na mke wangu wa tatu si naye kazamu? Huo ndio utaratibu wa kwa Muislamu. Umesoma. Alafu isitoshe hii mwezi wa Ramadhani, mwezi wa kutubu, mtoto wa kike, mwezi wa Ramadhani, mtu yote alofunga hatakiwi kutoa chozi. Ukitoa chozi tu hapo somo lako battery. Unaelewa? Tangia mdogo sisi tunakupeka chuoni kwa sababu ya jambo hilo moja, kukuelimisha. Lakini baba mdogo sio hivyo. Yaani bora tange kwa hiyo kukaa naye sio shida. Ananitukana, yaani mbele ya mtoto, mara sijui mimi mweusi, sijui kipindi kimefanyaje. Yaani vinaumiza. Kwa weusi mama mweusi. Kwa weusi? Wewe mweusi mama. Alikwambia mzungu nani? Alikwambia mweupe nani? Kwa weusi? Mwanangu mweusi bwana. Wewe kiboko. Wewe ni chuma. Yaani wewe ni chuma kabisa. Wewe ni black beauty, chuma kabisa. Kwa kipini unacho hilo tusi. Kweli kipini umeweka. Sasa kwambia wewe mweusi mangala, sijui una kipini. Ndio, hasa ni tusi. Angalia mimi katika kwetu sisi wote kidogo mimi ndo kidogo. Na kitu tumaji cha kunde ndio natamba nako. Lakini ingekuwa kama kaka yangu alivyokuwa babako wewe. Tena wewe afadhali kabisa wewe, mbona kwa bibi yako? Kwa wewe mbona bibi alifu? Wewe mbona kidogo una kilangilangi? Mwanangu wewe mweusi. Kwa hiyo wala haja kutukana. Kwa weusi unao mama, wewe black. Sauti ya adhana
imesikika, twakumbushwa kuswali. Muda umefika, na kama unachoweza ko anakutoa, dua inafika, kubariki Rabana waswafiana. Uhakika Uislamu, imani uhakika, kokote uliko kisikia, azana ya kuita zetu nyingi.
Sikiliza, sitaki kukaa na mke wa mtu mimi hapa. Toka nenda kwa mmeo. Nakujibu vibaya, msikujibu vibaya, wote mmeolewa nyote kwa kunja magoti. Kwenda. Mimi nitarudi tena. Nitakuwa kwa bibi mdogo. Nitakuwa kwa bibi mdogo, leo zamu yake inaisha huyu leo. Nitakuwa kwa mke mdogo na kule nitakaa siku 2, nitaenda kwa mke mdogo huko usije ndo naondoka. Leo zamu yake inaisha huyu. Na huyu lake nipikie magimbi. Wala wake nikute kanipikia magimbi. Akinipikia futari ya magimbi huyu. Na nimempa hela mimi anitengenezee viazi roast.